NIDA kwa sasa hivi ni maisha, na maisha ni NIDA. Tunatekeleza maelekezo na maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan juu ya mfumo kusomana, ambapo tunataka tuwe na kitambulisho kimoja kwa jamii na nikishoto kutoka kwa sababu kumekuwa na mkanganyiko. Na kuna kila watu wanakuta mimi atatengeneza jamii namba za kutengeneza kitu. Jamii namba ni namba yako ya NIDA, NIN ndio jamii namba, ambao katika mfumo tunaokwenda nao unapokuwa na kadi ya NIDA, namba ya NIDA ina maana taarifa zako zote. Ina maana tunatengeneza kitambulisho kuanzia taarifa zote tulizosomana mifumo kuanzia Julai. Tutakuwa na taarifa ambazo maboresho yetu taarifa 9. Ina maana cheti cha kuzaliwa kitakuwa huko ndani, utakuwa details za passport, details za bima afya, ambao tunashukuru tayari wenzetu wa moyo wameanza kutumia. Lakini bima afya sasa hivi wewe utapata kitambulisho cha bima afya, unapoenda kujisajili unatumia namba yako hii, na hata kwenye bodi ya mikopo kwa lazima unapofanya kitambulisho tutaangalia details zako ni katika hii lengo la jamii. Kwa hiyo inarahisisha kwa mteja, baada ya kubeba unakuwa na muundo wa kadi. Kwa hiyo tunajaa kadi kulipo hela, tunataka kutoka hiyo. Kwa hiyo nipende kutumia fursa hii kwa wazazi na pia wanafunzi, ni vyema mkajisajili mapema. Tumekuwa na matatizo makubwa sana ya mass registration, nakuta vituo vimejaa kipindi ambacho dirisha la kuomba mikopo linapofunguliwa, na matokeo yetu tunajazana pale na malalamiko yanakuwa ni makubwa na lawama kwa watendaji na watumishi wa NIDA. Lakini kumbe nitoe rai kwa wazazi, mtoto anapofikisha miaka 18 aende kujisajili. Na mara nyingi katika usajili hapa niweze kueleza kwamba wengine wanafikia kwamba anaenda kujisajili leo siku 3 atapata. Hapana. Utambuzi ni process na ni usalama. Tunaposajili tunachukua vitu vingi kuhakikisha kwamba mtu huyu tunampa uraia, kwa sababu tunapokutambua ndio uraia, ina maana una haki ya kupata huduma zote. Kwa hiyo ni waombe sana muwahi, kwa sababu kawaida yetu kama tunaposajili unachukua minimum siku 5 kuweza kupata namba. Baada ya kuombi lako liko sahihi, lakini baada ya siku 21 tunapata kadi. Kwa hiyo niwaombe sana wazazi na hasa wanafunzi, tusiwe tunasubiri tukio ndio tunakuja, matokeo yake tunakuja kukosa nafasi. Labda naweza kutoa Mheshimiwa Mkurugenzi Mtendaji, juzi hapa kuna wanafunzi kutoka nafasi za jeshi la wananchi, jeshi la polisi, wengi wamekosa kwa sababu ya hii kuchelewa, wanataka kuja siku 2 kabla. Na niwaombe sana, tunapoenda kujiandikisha tusipaparuke. Unapokosea na kusanya taarifa za kwako, utakapotaka kuja kubadili ni process ambayo inachukua muda mrefu. Itahitajika kwenda mahakamani, polisi utaenda CR kusajili, utatuma kwenye gazeti, ambayo usumbufu ambao tungeweza kuwa makini na kujaza fomu kwa utaratibu na kutokana na majina yako kutumia vizuri ingeweza kutusaidia sana. Lakini pili, kuhakikisha kwamba tunakuja kwamba mikopo sisi tuangalie kwenye kadi ya NIDA. Lazima ukuta jina kwenye kadi ya NIDA liko tofauti na ulivyosoma viwanda vyote, ili usije ukapata tu wale sisi wenzetu wa bodi ya mikopo wasipate ukakasi. Hivyo basi, kwa kutumia hii namba ya utambulisho ya National Identification Number, tunapenda kuwataarifu umma kwamba taasisi zetu mbili zimechukua hatua muhimu sana katika kufanyika kwa ufanisi kwa wakati. Sasa kwa nini tunatumia National Identification Number? National Identification Number au namba ya utambulisho ni utambulisho wa uhakika ambao unasaidia kupata hali kwa taarifa za mbali. Namba ya utambulisho kwetu sisi itatusaidia katika utekelezaji wetu wa mfumo, kwani tutapata taarifa za uhakika na za kipekee kwa kila mtu. Kama hiyo haitoshi, kama mnavyofahamu, bodi ya mikopo ina mamlaka, ina mandate au sisi tunasema mamlaka ya kwanza ni kutoa mikopo, lakini ya pili kukusanya mikopo. Kwa hiyo kwa kutumia hiyo National Identification Number au namba ya utambulisho, tutaweza kuboresha uwezo wetu wa kufuatilia na kuwapata wanufaika waliofuatishwa baada ya kujibu. Sio hivyo tu, kama mnavyofahamu pia, bodi ya mikopo katika moja ya vigezo vyake tunatakiwa kutoa mikopo kwa Watanzania.
Kwa hiyo namba ya utambulisho itahakikisha usalama wa taarifa za mwombaji na kuondoa uwezekano wa matumizi ya majina au taarifa zisizokuwa sahihi na za bandia. Tumeweza kuunganisha mifumo yetu ili kuwezesha kuhakiki taarifa za waombaji mikopo kupitia namba hii ya utambulisho. Tayari wataalamu wetu wametuambia kwamba wameshamaliza zoezi zima na wamekuwa wakishirikiana kwa ufanisi mkubwa sana kuweza kulifanya hili jambo liweze kukamilika. Kwa hivyo uthibitisho wa dhati na wa wazi kabisa kuonyesha kwamba mifumo yetu inasomana, na hivyo basi sisi tunaendana sanjari na rai ya Mheshimiwa Rais na tunatekeleza kamili. Hivyo basi naomba kutoa rai kuanzia mwaka huu mpya wa masomo wa 2025/26 namba ya utambulisho itakuwa ni hitaji la lazima la kila muombaji mkopo atakayeenda kuomba kupitia mifumo yetu. Hivyo waombaji wote wanashauriwa kuhakikisha kwamba wanapata namba ya utambulisho mapema iwezekanavyo kabla ya dirisha la maombi halijafunguliwa na ndani ya muda wa maombi ya mkopo kabla ya dirisha la maombi halijafungwa. Lakini pia tutaanza kufungua dirisha jipya la kuomba mikopo kwa mwaka mpya wa masomo wa 2025 na 26. Hivyo basi wito wangu kwa umma na wadau, kwanza ni kwa wazazi na wanafunzi na wakuu wa shule na vyuo, tunawaomba sana mtupe ushirikiano wa kuelimisha vijana wetu kuhusu na umuhimu wa kupata hiyo namba ya utambulisho kwa muda ambao tunahitaji. Pili, kwa waombaji mikopo tunawaomba mhakikishe taarifa zenu ziko sahihi na kwamba namba yenu ya utambulisho imehakikiwa.